Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT limelaani vikali vitendo vya vitisho kwa mkuu wa Dayosisi ya Karagwe na kwa watu wengine vinavyokwenda kinyume na maadili, utu na haki za binadamu, wakihimiza wanajamii wote kuliombea kanisa na taifa kwa jumla na zaidi kuendeleza mazungumzo ya kujenga. Katibu mkuu wa Dayosisi hiyo Mchungaji Jeremia Mukurasi Rugimbina amezungumza na wanahabari na kusema kwamba amepokea simu nyingi za pole kufuatia taarifa za vitisho dhidi ya mkuu wao wa Dayosisi Askofu Dr. Benson Kalikawe Bagonza, simu zilizotaka kujua hali ya kiongozi huyo, na hivyo akalazimika kutoa waraka kwa wananchi wenye tamko la Dayosisi kuhusiana na hali ya Askofu Bagonza. Itakumbukwa Bagonza kupitia ukurasa wake wa Facebook hivi karibuni alitoa taarifa ya kwamba anatishiwa kuuawa. Mimi ni Bakari Chijumba. Wapendwa waumini wote, KKKT Dayosisi ya Karagwe yahusu tamko la KKKT Dayosisi ya Karagwe kuhusu vitisho dhidi ya mkuu wa dayosisi yetu. Wapendwa waumini wote, na wasalimuni katika jina la Bwana Yesu mfufuka. Ofisi yangu imekuwa ikipokea simu nyingi za pole kufuatia uwepo wa taarifa za vitisho kwa mkuu wa dayosisi yetu Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Simu hizo zilitaka kujua hali ya mkuu wetu. Hivyo na lazimika kutoa waraka huu kwenu wenye tamko la dayosisi kuhusu taarifa hizo. KKKT Dayosisi ya Karagwe imesikitishwa sana na taarifa ya vitisho vya maisha alivyopokea mkuu wetu wa dayosisi Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Tayari Baba Askofu ameeleza vitisho hivi wazi kupitia ukurasa wake wa Facebook mnamo Mei 8 mwaka huu wa 2025. Tunalaani vikali vitendo hivyo vya vitisho kwa mkuu wetu na kwa watu wengine vinavyokwenda kinyume na maadili, utu na haki za binadamu. Wanadayosisi ya Karagwe tunasimama imara naye katika dhamira ya kuwahudumia watu wote na kuwasemea wasio na sauti ya kujisemea. Tuna imani na mamlaka za usalama kuchukua hatua stahiki kuhakikisha wote wanaojihusisha na vitendo vya kutishia watu na kuleta taharuki wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Tunaendelea kuwahimiza wanajamii wote kuliombea kanisa na taifa kwa ujumla, na zaidi kuendeleza mazungumzo yenye kujenga, yenye heshima na yenye lengo la kudumisha haki na amani katika taifa letu. Wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele, kama tusomavyo katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 40. Na watakia baraka za Mungu. Ni mimi mtumishi wenu Mchungaji Jeremia Mukurasi Rugimbana, katibu mkuu wa Dayosisi ya Karagwe.